Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imeanza rasmi maandalizi ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Peramiho lililokuwa likiongozwa na aliyekuwa mbunge Jenista Mhagama, huku ikisisitiza kuwa uzingatiaji wa sheria, taratibu na ushirikishwaji wa wadau wote wa uchaguzi ndio njia pekee ya kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko na vurugu wakati wa mchakato wa uchaguzi. Tumekusanyika leo hapa kutokana na mafunzo ambayo yameitishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa jimbo la Peramiho mkoa wa Ruvuma. Uchaguzi huu umeitishwa kutokana na kifo cha aliyekuwa mbunge Mheshimiwa Jenista Mhagama. Kwa hiyo leo tumeitwa kwa ajili ya mafunzo ya watendaji ngazi ya mkoa, watendaji ngazi ya jimbo na ngazi ya kata. Mafunzo haya yamefunguliwa na Mheshimiwa Mwenyekiti, na Mheshimiwa Mwenyekiti ametuasa kusimamia viapo vyetu na kwenda kutekeleza majukumu yetu ya usimamizi wa uchaguzi mdogo wa jimbo la Peramiho kadiri sheria, katiba inavyoruhusu na kanuni za uchaguzi wa mwaka 2026. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa jimbo la Peramiho, kwanza waweze kujitokeza kwa wingi katika kuchukua fomu za kugombea, lakini wale watakayeteuliwa basi wapeperushe bendera za vyama vyao kwa ajili ya kujinadi ili kutangaza sera za vyama, waweze kupata nafasi ya kuchaguliwa na wananchi. Lakini pili, ni waombe wananchi wa jimbo la Peramiho kujitokeza kwa wingi wakati wa kampeni za uchaguzi, waweze kuwasikiliza wagombea wote na wape nafasi sawa za kuwasikiliza. Lakini tatu, waweze kujitokeza siku ya uchaguzi ili waweze kumchagua kiongozi ambaye watamwakilisha, ambao wataona anafaa kuwawakilisha kwenye jimbo la Peramiho. Katika jimbo la Mbozi tuna uchaguzi kwenye kata ya Shiwinga ambako diwani aliyekuwa ameshinda kwenye uchaguzi huo alifariki kabla hatua ya kuapishwa. Kwa hiyo ndio sababu ya uchaguzi huu. Kimsingi, kama wasimamizi, jukumu letu kubwa ni kwenda kufanya maandalizi ya msingi ya uchaguzi huo, wawezesha wapiga kura waweze kushiriki katika hatua zote, tangu hatua ya awali ambao wagombea wanajitokeza kuchukua fomu, baada hapo waingie kwenye kampeni na hatimaye kwenye uchaguzi wenyewe. Kwa hiyo jukumu letu la msingi ni kufanikisha uchaguzi huo, kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa wa amani, utulivu na haki, na kuhakikisha kwamba wale wapiga kura wenye changamoto maalum kama watu wenye ulemavu basi wanapata fursa za kushiriki uchaguzi huo pasipokuwa na vikwazo. Na hili tumejipanga kuweza kulitekeleza hivyo, na tunaamini itakapofika tarehe 26 mwezi wa pili ambapo ndio uchaguzi wenyewe, wapiga kura watashiriki vyema. Ninawasisitiza kuheshimu viapo vyenu kwa nafasi mlizoteuliwa. Tekelezeni majukumu yenu kwa kuzingatia katiba ya nchi, sheria za uchaguzi na kanuni zake, kanuni za maadili ya uchaguzi na maelekezo mbalimbali yatakayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kipindi hiki cha uchaguzi. Ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa ibara ya 74 ibara ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara ni la tume. Lakini matakwa ya kisheria yanaelekeza wawepo waratibu wa uchaguzi, wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi wa jimbo na kata kwa ajili ya kuendesha uchaguzi. Ndio sababu wote mliopo hapa mmeteuliwa kutekeleza jukumu hilo kwa niaba ya tume. Ndugu washiriki, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, natoa shukrani za dhati kwenu nyote kwa kuitikia wito wetu na kufika hapa kwa ajili ya kushiriki mafunzo yatakayotolewa kwa muda wa siku 3 kuanzia leo tarehe 24 Januari 2026 hadi tarehe 26 Januari 2026. Mafunzo haya yatahusisha waratibu wa uchaguzi wa mikoa, wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo na kata, maafisa uchaguzi,
maafisa ununuzi na wahasibu. Lengo likiwa ni kukumbushana masuala muhimu kuhusiana na usimamizi, uratibu na uendeshaji wa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Peramiho mkoani Ruvuma na udiwani katika kata ya Shiwinga mkoani Songwe. Katika mafunzo haya, jumla ya mada 10 zitawasilishwa ambapo tutapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna ya kufanikisha uchaguzi katika maeneo yetu. Aidha, tutajadiliana namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika hatua zote za uchaguzi. Kwa wale mnaosimamia uchaguzi kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kwamba mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja. Vile vile, kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Ni matarajio ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa baada ya mafunzo haya, kila mmoja wenu atapata elimu na ujuzi wa kutosha utakaomwezesha kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Ndugu washiriki, uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, kwani hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi kuwa mzuri na wenye ufanisi, hivyo kupunguza kama sio kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi.